kufungiwa. Amen. Michelangelo hangeliweza kuchonga hicho tena. Singeweza kuchonga hicho tena. Hangeliweza kukirudisha tena. Sawa. Bali Mungu atafanya hivyo. Amen. Tena bibi harusi. Amen. Huyo aliyekatwa katika ubavu wa lile. Amen. Mungu atafanya hivyo. Ndio. Atamleta tena bibi harusi. Amen. Ndugu, utafanya asiwepo? Hapana. Ushupavu wako wa dini hautamfanya asiwepo kabisa. Neno. Kwamba ndugu, kwa kweli mambo magumu. Hasa wewe unasema mambo magumu, lakini unajua tunapokuja hapa tunaonana ni wengi. Lakini kuna wengine huko mtaani unakuta ni watu wanyenyekevu. Watu wanashuhudia, watu wanaomba, lakini tukia hapa sio kwa sawa, tuna uniform tu. Kama wanafunzi shuleni, unawapa uniform moja, lakini kuna wengine watoka kwenye familia matajiri, wengine za maskini. Ukiwapa uniform moja unajua ni wamoja. Kuna watu waaminifu kabisa. Kwa hivyo wakati watu wengine wanachezea ujumbe huu, wanataka wapate pesa kupitia ujumbe huu. Ujumbe huu utakutajirisha ukitaka, lakini siku moja utajuta. Lazima utalipia. Kwa sababu ujumbe huu pia unatajirisha ukitaka kuamua. Ndio unakutajirisha kabisa ukitaka kuamua, lakini utalipia. Ndio. Amen. Nataka kutajishwa na ujumbe huu, ukajitafutia pesa huko. Kwa sababu kisa una ushawishi, ukitaka kujitajisha utatajirika kabisa. Ujumbe utakupa pesa kwa sababu ya namna utakavyohubiri. Tena kwenye makanisa ya Pentecost atasema una mafunuo. Huyu mtumishi ana mafunuo. Kwa hivi kuna mafunuo kweli? Maskini kuna wengine sasa, hii ni habari za kusikia, sithibitishe, lakini ninaamini kuna uhakika mkubwa sana kwamba jambo hili ni kweli. Wanaohubiri wa madhehebu wanasoma, wanatumia jumbe hizi, lakini wanaenda kuhubiri jumbe hizi. Na unajua kuna mtu mwingine kutoka Tanzania anasifika sana kwamba ni mtu mwenye mafunuo, lakini mtu huyu mafunuo amepata wapi? Kumbe anatumia jumbe za nabii. Chakula kichoigwa si ni chakula? Kinakuwa na ladha tofauti. Ni chakula tu, kwa sababu mtu huyo kahubiri neno la wakati huu, lazima watu watasema na mafunuo. Kwa sababu ameipa ujumbe akahubiri. Sasa ujumbe huu kitaka utakutajirisha, ukitaka, lakini siku moja utalipia. Hiyo utalipia. Amen. Tunataka ni mtu mwenye tukio na Mungu. Amen. Mtu binafsi. Amen. Nakwambia itakuwa ni haleluya. Hatukutana mahali hapo kwa sababu na raha mno. Hatatembea kwenye nyumba za watu. Lakini kwa sababu watu hawajui wameitwa na nani. Ndio. Hawajui aliyowaita ni nani. Ndio maana hali ziko hivi. Ndugu, shida ni nini ndugu? Unajua sasa kwanza nilitukana pale kanisani. Ndugu, ulitukana ndio maana huyu. Dada, shida ni nini? Kwanza nabii alituambia nywele nini sijui mtu sijui nywele bandia anaweza tu akaweka malasta. Lakini ulimuelewa, alisema kama una tatizo, dada, kwani wewe una tatizo? Na nywele zako pale zina shida gani? Mbona hazina shida? Kisa tunabii amesema, alisema kwa wenye matatizo, wenye shida wanaweza kaweka hizo nywele bandia, lakini zionekane kama za mtu. Si nipo sahihi? Jino bandia ukitaka kuweka ionekane kama la mtu. Kucha hivyo. Lakini mbona wewe una shida? Unaweka ya nini? Dada anakuchukia kwa sababu labda umemwambia jambo hili. Sasa kweli dada uliitwa? Hamna, nina mashaka. Kwa sababu aliyeitwa ni mtu tofauti. Lakini watusaidie. Niko fika hapa ufanyike neno. Unajua ni neema ya. Amina. Uwezo kujifanya neno. Niamue tu leo mimi na neno. Sitaweza. Nitaanza tu uigizaji. Lakini inahitaji neema kubwa kumfikisha mtu hapa. Amina. Kwa sababu huyu mtu atakuwa ni mkamilifu. Neno ni Kristo. Amen. Huyu mtu atakuwa ni Kristo. Amen. Atakuwa ni mtu anayefanana na Kristo. Amen. Neno ni Mungu. Amen. Unadhani mtu ambaye amefanyika neno ni mtu mkamilifu sana? Inahitaji neema kumfanya mtu neno. Mtu huwezi tu kataka kwamba nitataka nijifanye neno. Watu walioamini mafundisho ya unyakuo, tumenyakuliwa. Ndugu, ni waamini, lakini hata hivyo wanasema wamenyakuliwa. Hapo anatembea mtaani. Ndugu, mtu anajenga mtaani hapa anasema kanyakuliwa. Ndugu, umenyakuliwaje hapo na kuona unajenga? Hapana, kuna kitu kinakosekana. Amen. Kujisalimisha vya kutosha. Nakwambia Mungu hawezi mtu mwaminifu hata muacha mtu huyo hapo tena. Amen. Amina. Cornelio alikuwa mwaminifu. Anatoa sadaka si nyingi. Alikuwa mwaminifu. Lakini sasa alikuwa mwaminifu makosani.
Sasa Petro nenda ukamsaidia. Sasa vipi Mungu angeacha Kornelio mwisho wake ungekuwa nini? Na kusema mimi ni mwaminifu. Lakini inahitaji neema ya Mungu kumtuma Petro nenda. Amen. Inahitaji watu wajisalimishe kwa Kristo. Amen. Watazame Kristo anasema ni kwa sababu hutajifanya neno. Amen. Endelea. Michelangelo hangeweza kuchonga hicho tena. Ndio. Hangeweza kukirudisha tena. Bali Mungu atafanya hivyo. Ndio. Atamleta tena bibi harusi huyo aliyekatwa katika ubavu wa lile neno la asili. Ndio. Na ndio huyo hapa. Huyo hapa ile kipeo. Amen. Ile jamaa imerudishwa tena katika bustani ya Edeni. Amen. Huyu bibi harusi atafanya jambo hili vipi? Atafanya jambo hili vipi? Huyu bibi harusi atafanya jambo hili vipi? Ndio, itawezekanaje? Hii ngano itafanya jambo hili vipi? Itafanyaje ngano hii? Malaki 4 ilisema katika siku za mwisho Amen. Itarudishwa nini? Amen. Ndio, kurudishwa kama ilivyokuwa hapo mwanzo. Kuirudisha. Amen. Nitawarudishia. Anasema Bwana. Amen. Miaka yote iliyoliwa na tunutu na parale na yote yaliyoliwa na vile na vitu hivi vingine nitawarudishia tena. Amen. Malaki 4 ilisema yeye atairudisha mioyo ya watu. Amen. Imani ya watu iwarudie wale baba wa hapo mwanzo tena. Amen. Tunaona haya moja kwa moja mbele zetu. Enyi kanisa, tuko wapi? Sasa tutafunga katika dakika chache. Malaki 4 itafanya jambo hili. Ndio, itafanya jambo hili. Malaki 4 itafanya jambo hili. Sasa vipi kama sijaamini Malaki 4 una usalama umeangamia? Ndugu, mbona wewe mkali sana? Hamna, nasema hivi, kama hujaamini kitu hiki, hujauamini ujumbe wa saa, ndugu, hakuna pole kwako. Sio, yani niseme ninakupa pole hasa. Kwa sababu sasa hujaamini neno la Mungu. Uweze ukapata ufunuo kama huna mjumbe wa saa yako. Hujamwamini mjumbe wa saa yako. Ufunuo wa Mama Ellen White hautatufaa sasa hivi. Ndio. Labda wakati wake, sasa sijasema ilikuwa ni sahihi sijui, lakini nasema labda wakati wake ulikuwa sahihi Mama Ellen White. Lakini ufunuo wake hautatufaa. Ndio. Kwa sababu tunapaswa tujue kwamba wakati huu ni wangano. Ndio. Kama unaamini nani TB Joshua, sina kitu dhidi yake. Lakini hakikisha kwamba mtu huyo yuko kwenye neno. Ndio. Kwa sababu kuna watu wanauza neno pia. Ndio, nimetajirisha watu. Ndio. Ni biashara inayolipa kweli kweli, biashara ya neno. Watu imewatajirisha. Kuuza mafuta, tunauza mafuta ya upako. Tunauza mafuta ya upako, si maji ya upako. Wananunua na laiti vya maji vingejua vingeuzia bei kubwa. Wananunua kopo la labda tuseme la 1000 au tuseme la 500, 1500. Waenda wanaliuza 10,000. Si biashara. Kampuni za maji zingejua, nikijua unaenda kuyauza 10,000 na kuuzia 8,000. Kwa sababu ni biashara, ni kama vile biashara za utumwa. Makanisa yamekuwa ni maeneo ya ni biashara nzuri moja nzuri tu kama makampuni ya simu. Unachagua dhehebu unaona litakufaa. Mtandao wenye kifurushi rahisi zaidi. Nataka niende mtandao wa Tigo Katoliki. Kwa sababu vifurushi vyake vimelegezwa. Naona boda wamekata vifurushi na amia Tigo. Ni mitandao ya simu tu. Kwa hivyo wewe unachagua mtandao gani una vifurushi rahisi. Wa Pentecost ni wagumu kidogo, wa Sabato ni wagumu kidogo kwa sababu Jumamosi wanga nina biashara kubwa na wanga inaenda na sasa nikijiunga nao hata niruhusu kufanya kazi Jumamosi. Ngoja niende Katoliki. Ngoja niende Pentecost. Madhehebu yote yameharibika. Kwa hivyo nuru pekee au usalama pekee mtu anaweza akaupata sangapi? Arudi kwenye ujumbe wa saa. Jisalimishe kwenye ujumbe wa saa. Kwa sababu madhehebu hayasaidii. Ndio. Tubariki udongo. Sisi ndio na udongo tubariki. Ndugu, tubariki udongo. Ile laana anasema ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Damu. Sasa kama ardhi ililaaniwa na Bwana, wewe unatakaje? Ni ujasiri. Sijui. Ardhi zimelaaniwa. Bwana alilaani kwa ajili yako. Alafu mtu mwingine anasema ndio ni ubariki udongo. Sasa sijui huyu mtu anakuwa na maana gani hasa sijui. Lakini kwa ujumla ni kama uchawi tu. Ni uchawi tu, ama chochote ni itikadi za kijinga, ni uchawi tu. Watu wanapaswa waelekezwe kwenye neno. Ndio, unategemea Petro angeambia watu njooni mlete mkanyage mafuta mkabarikiwe? Hapana.
Kwa sababu kwanza walivyoagizwa waliambiwa mmepewa bure, katoeni bure. Katoeni bure. Hasa yeye anakuomba hela ya nini? Anakuombea anakuomba hela ya nini? Na wakati walivyoagizwa wale waliambiwa katoe bure. Daktari ana haki ya kukuomba hela. Ndio. Daktari. Kwa sababu kwa haraka sasa hivi mimi sasa. Daktari amehangaika Muhimbili miaka mingi na ametoa pesa nyingi. Sasa unategemea atakuhudumia bure. Kwani yeye amepata bure daktari? Sasa wewe umepata bure, alafu nenda matoza watu pesa. Nini hiyo? Ni ujinga. Madhehebu yameangamia, yamekufa. Amina. Hakuna usalama kwenye madhehebu. Ndio. Inapaswa alivie ujumbe wa sasa. Amina. Mungu atusaidie. Amen. Niangalizie pala ya 100 na aya 101. Kwa hiyo ndugu wa thamani, ndugu zangu, dada zangu wa thamani, tulirudie neno. Lakini kama una uhakika umeitwa, kama una uhakika kwamba nimeitwa, na kuambia utakuwa mtu halisi sana. Utacheza. Amen. Jambo hili ni neema, ni neema. Lakini hata hivyo sio kwamba kisa ni neema mtu afanye tu kitu anachotaka. Hapana. Tunajua zaidi ya hilo. Tunafahamu sisi sio wajinga. Ni neema, lakini hata hivyo unapaswa ushindanie. Amen. Ushindanie. Lakini hata hivyo uwezo wa kushindana Bwana ndo anatoa. Unaweza kujitahidi niwe mtu wa kusoma jumbe nyingi. Sawa, utajitahidi wa kusoma jumbe nyingi, utazisoma bila ufunuo. Utatuambia muundo wa saba hujafunguliwa. Ndio, lakini umesoma jumbe nyingi kweli. Sema nitaomba sana na nitafanya hivi na hivi. Sawa. Utajitahidi kwamba nitaomba, lakini utaomba bila ufunuo. Utaomba maombi ambayo hayatapokelewa. Jambo ni kufanya ni nini? Ni mtu ajisalimishe kwa Kristo. Akubali Kristo amuongoze. Soma jumbe huku ukiomba, ukijisaidia Bwana nisaidie. Kuna mafundisho mengi ambayo sio neno la wakati huu. Kuna mitazamo mingi, huyu anasema mtazamo wake huko hivi. Lakini huyu bibi harusi nadhani mtazamo utamkamilisha. Nilie neno kile anachofikia. Amina. Nasema kitu mtu anakifikia. Amen. Hiyo tunayotaka. Kwa sababu hiyo ndio chakula. Sio hizi porojo nyingine zote. Anataka chakula. Kwa hivyo tunahimiza watu wahubiriwe neno. Amina. Amen. Wahubiri wa Pentecost wana shida gani? Mbona wasirudi kwa mjumbe wa sahihi? Kwa sababu kama baba zao wa kipindi kile walikaa kwenye ujumbe wa mjumbe huyu, walitaka wamkosoe eti juu anachofundisha. Lakini nadhani waliweza. Watoto wanafanya kitu kile kile. Baba zao walikatazwa na mjumbe. Acheni. Ndio. Hii mjumbe aliwarekebisha. Aliwarekebisha. Akasema nyinyi kule Chicago. Wao watoto wa msingi. Baba zao kwa sababu niseme ni waanzilishi. Unadhani pale wahubiri mashuhuri walikuwepo pale? Yeye ni baba zao. Wametukana neno, wamekutana neno. Watoto wanafanya kitu kile kile ambacho baba zao walifanya, lakini mbiu ni kwamba mtu anapaswa arudi kwenye ujumbe wa Amen. Amen. Nisaidie. Lakini tusisahau ya kwamba hapo mwanzo wakati yeye alipompiga Adamu bavuni, yeye alitoa kitu fulani bavuni mwake. Hiyo alitoa kitu fulani. Sasa kule kupiga kwa Kristo kulikuwa na sababu fulani. Amen. Apate kutoa kwake. Amen. Mmoja atakayekuwa jamaa, ndio bibi harusi, apate kujitwalia bibi harusi. Kwa hiyo wakati kipeo chake alipokamilishwa, ndipo ilimbidi yeye kukipiga. Sawa. Atoe kwake. Si kipande kingine, si kiumbe kingine, bali kiumbe kile kile. Ndugu yangu, sawa, ndio. Usione hili kuwa baya. Usione hili kuwa baya. Lakini waza kwa dakika moja. Kama yeye alitoa kwake kile kiumbe cha asili, ndio, ili amtengeneze bibi harusi, ndio. Yeye hakuumba kiumbe kingine. Yeye alichukua sehemu ya ule uumbaji asili. Ndio, sehemu ya uumbaji asili. Basi kama yeye alikuwa neno, bibi harusi anapaswa kuwa nini? Ndio. Hana budi kuwa neno la asili. Mungu aliye hai katika neno. Amen. Amen. Tulia. Sasa ili hebu waza. Sasa kama yeye sasa waza jambo hili. Kama sasa yeye alitoa kipande kutoka kwake. Sasa ndugu amesoma, lakini sitarudia. Ngoja niseme hivi, nimesikia. Kama alitoa kipande kutoka kwake, basi nitanipotezea muda. Ngoja nirudi. Vipo nikiamua kuvitapa vimo. Lakini ngoja tu nitalizungumza mwenyewe. Kama alitoa kipande kutoka kwake ambacho kilikuwa ni neno. Amina. Sasa
hiki kipande cha mwishoni kitakuwa neno pia. Amina. Kuanganishia. Hii ulimwengu unatoka wapi? Umechomozea wapi ukaingia? Kwa sababu hivi neno litakataka lifanane na ulimwengu. Hamna. Neno haliwezi kataka lifanane na ulimwengu. Hata kidogo. Amen. Neno halitaka lifanane na ulimwengu. Amina. Maana yake kama ukiona mtu anataka kufanana na ulimwengu, maana yake hata kwanza sio wa Kristo. Amina. Hiyo ni kweli. Hapo nataka tufanyeje? Tuvae ngoma kubwa. Unaweza ukayavaa na ukaenda kuzimu. Hiyo mtu anaweza akavaa ngoma kubwa na kaenda kuzimu. Wewe unataka kuacha nywele, anaweza kaziacha na kaenda kuzimu. Lakini ni neno amekwambia uache. Sasa kama ni hivyo sasa wewe unataka mimi nifanye nini? Omba neema Mungu akuwe akufanye nini? Amina. Hiyo ndio inayohitajika. Kwa sababu mtu anaweza akafanya yote pia akawa akaenda kuzimu. Kuna watawa wametoa maisha yao kwa kanisa la Kikatoliki. Wameyatoa maisha yao kabisa kwa kanisa lile. Wameyatoa maisha yao kabisa watawa la Kikatoliki. Hivyo tembea hiyo mtaani hata awe sisimizi hivyo ataka akalege sisimizi mtaani. Lakini hivi wewe kweli unadhani utaenda kwa msimamo wake wa kitawa hivi? Hujaamini ujumbe wa saa, hujabadilisha, Mungu hajakubadilisha, hujahesabiwa haki, hujabadilisha, una utakatifu, utaenda kwa msimamo wa kwa mtawa? Hamna. Watu lazima warudi kwenye msingi wa neno. Amina. Amen. Tunawaambia watu warudi kwenye msingi wa neno. Sio kwamba sisi ni kanisa kubwa, kanisa letu ni haleluya. Tuna kanisa kubwa Buselesele nzima. Alafu sadaka zetu anga ni kubwa. Alafu mchungaji wetu anga pia anakujaga kutoka Dar es Salaam kila wiki. Mambo ya kijinga jinga hayo. Hiyo haipimi kwamba nyenye wa kiroho. Kupima nyenye wa kiroho ni kiwango cha neno mlionalo. Amen. 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 Oh. Mungu atusaidie. Bwana atusaidie tu. Kweli hata hali ni ngumu. Mambo yako ovyo kweli. Na hata kwa habari hapo makanisa ya waamini sasa imekuwa ni kila mtu unakuta, yani hasa wahudumu msaidie tu, kwa sababu hao watu siku moja tutawajibika siku moja. Kwa sababu tutawajibika bali ya neno hili. Ngaji kuna kitu anasema kwamba unajua mtu anakuja yani ile kuhubiri ufunuo wa mtu mwingine, yani kwamba nilipo kipata mimi ni kwamba unasikia mtu amehubiri kitu, una kitu na unakuja unahubiri. Lakini jihadhari. Jihadhari. Mungu amehubiri kitu kizuri, amina. Una uhakika kwamba kahubiri neno? Ni neno alilohubiri. Hiki kitu kimenivutia sana. Nataka kuambia kanisani kwangu, mbii kwa nabii amesemaje na kumbe ndugu alisoma hapa. Nimekiona. Waambie watu kitu ambacho una uhakika nacho sana. Amina. Sio tu kwamba kisa ndugu nani yule ndugu tunampenda, haleluya, anakaa Ujerumani. Sasa huyo ndugu anayekaa Ujerumani sasa tutakuja kwa nabii. Ndugu hiki anachofanya hiki, huu ni mtazamo wake. Asitake kufanya sisi tuamini mtazamo wake. Sisi turudi nabii amesema nini? Amen. Amesema kitu. Yaani kabla hujaambia hakikisha kitu hicho ni sahihi sana. Amen. Kwa sababu kuna kukosea kwingi. Kuna kukosea kwingi. Ndio. Mtu anaweza akaita kitu ambacho na yeye kuna hajatoa nabii labda au hivyo. Nabii anasema, baada hajasema. Hebu hilo mnaliona. Ndugu Branham anasema, ndugu mbona nabii hajasema hilo sasa? Ile kanini. Ndugu Branham amesema ndugu, tuonyeshe kasema wapi. Muulize ukiona hatujaelewa. Ndugu, ulisema ndugu Branham alisema wapi ndugu? Mbona ndugu, hebu nionyeshe. Ni hatari unahubiria watu ambao ni watu wamesoma jumbe nyingi kuzidi. Wameamini ujumbe zamani kuzidi. Wewe ni mjukuu au watu utawaambia nini? Ujumbe kile kipeo ameusoma la tano, unaeleza kisa fulani. Hiki kisa hiki nakijua vizuri sana, ule ujumbe nimeusoma la tano. Sasa huyo mtu utampa nini? Kama hitaji neema ya Bwana. Ujumbe ameusoma la sita, anakuzidi ujumbe, ameamini zamani kuliko wewe. Hapo saa zingine labda tuseme ni wa kiroho kuliko wewe. Anaomba kukuzidi, anasoma jumbe kukuzidi. Utamwambia nini kitu hicho? Nahitaji mtu kujisalimisha, alete neno. Bwana nisaidie. Ndio, sababu ni wakati wa kuchanganyikiwa. Ndio. Kuna kukosea kwingi. Hasa si nizungumzie. Mtu sasa sijui kwamba ni kukosea kwa wahubiri wenyewe, anahubiri kitu anakosea
au sijui ni kukosea kwa mtu anayenukuu, vyote vile. Lakini mtu anasikia mahali kitu mbio amekidaka, na kama kikisema na mtu anayemwamini, ndugu, amini nabii tu. Amen. Ulisimwamini mchungaji wangu. Sasa mchungaji si uko kwa nabii. Nadhani mchungaji atakupa kitu nje ya nabii. Ukimwamini mchungaji umemwamini nabii. Mchungaji ninaamini hata kupa kitu nje ya nabii. Amina. Jack niambia nimenyakuliwa. Sasa I say hiyo ni hatari sana. Na ninaamini mchungaji Alisa atakwambia umenyakuliwa. Ninaamini mchungaji Alisa atakuelekeza kwa nabii. Kwa hivyo amini mchungaji anachokwambia, kwa sababu ninaamini mchungaji halisi atakuelekeza kwa nabii. Nabii kasema hivi. Huo ndio usalama wetu. Sasa ndugu, unajua nini? Sasa kuna ndugu kuna yani maskini. Yani jana nimepata hivyo. Sema ndugu, unajua nabii anasema kwamba ulikuwa huko na mawazo sijui itakuwaje, maskini mimi sijui ndio mwisho wangu. Atakuleta, atakushusha, unafika hapo. Lakini naye atakupeleka kwa nabii. Sio kwamba atakwambia unadhani mitazamo inaweza hivi, mtu ambaye kachanganyikiwa kabisa hajui fanye nini, utampa mtazamo awe salama. Inahitaji nabii. Amen. Mungu atusaidie. Amen. Sasa na mnapaswa kumjua kwamba tunaunganishwa, ni wakati wa kuungana. Sasa tunaungana na nini? Bibi harusi anaungana na neno, anaungana na Kristo. Na lazima mtu awe katika kuungana. Vile watu wanapoingia kwenye baraza la makanisa ulimwenguni, vile watu wanapoingia kwenye nini? World Council of Churches, WCC. Vile mtu anapoingia kwenye baraza la makanisa ulimwenguni, makanisa yanaungana. Sasa huyu mtu aamini kwamba bikira alichukua mimba, alafu huyu anaamini. Huyu anasema nilinena kwa lugha, kwa hiyo nilipokea Roho Mtakatifu. Huyu anasema mna kunena kwa lugha, kanisani kwetu kinena tunakufukuza. Huyu anasema huyu wanawake wahubiri labda. Huyu anasema kanisani kwetu sisi si mashehe, sijui hawaruhusiwi kuhubiri. Huyu anasema hao watu hivi wameungana. Kwa sababu hivi watu wawili wawezaje tembea pamoja asipokuwa wamepatana? Huu sio muungano. Lakini hata hivyo inaeleza kitu fulani ambacho kinaendelea. Kipo kinaendelea. Ndugu, kuna watu wanaunganishwa kabisa sasa hivi. Amina. Kuna muungano unaendelea. Watu wanaunganishwa kabisa, usiseme hawapo. Wapo kabisa watu wanaunganishwa. Kuna watu wanyenyekevu wanaomba kabisa. Kama wengine wanataka kusema sajili usisajili, fanya nini usifanye nini. Lakini ndugu, tupe ujumbe. Unajua jumbe zipo nyingi. Sijui ndugu, tupe jumbe ndugu. Unajua ndugu, jumbe zipo, lakini ndugu, una uhakika ni mitazamo tu. Ndio. Mtu unazunguka kanda ya kati yote, ya kaskazini yote, unazunguka kanda ya kaskazini yote. Moshi kote si Manyara kaskazini, Manyara si kote. Hivyo unavyojua kaskazini labda unawahimiza watu wasajili. Lakini ndugu, hauko sahihi sasa. Hivyo ubiri wakati huu watasemaje siku ile? Umewatazamisha watu kitu ambacho sio sahihi. Ndio. Umewatazamisha watu mtazamo wako. Naam. Hujawarudisha watu kwa nabii. Sasa wewe mzee una shida gani ndugu? Una shida gani? Watu napaswa warudishe kwenye neno. Naam. Warudishe kwenye neno. Unanitazamisha ninyakuliwe. Unatuhimiza tunyakuliwe kanisa letu. Sasa wewe, hapo sio neno. Kuna hatia kubwa inakuja. Kuna watu wakati wa ubiri wakati huu itabidi tuwajibike siku moja. Kama mtu anahubiri mitazamo yake sio sahihi. Ndio? Amina. Wahubirie watu neno. Amen. Kama ni kanisa langu nilianzisha hata hivyo hakuna mtu mwenye kanisa. Ndio. Ulianzisha kanisa lako ndugu? Hakuna mtu mwenye kanisa. Kristo ndio mwenye kanisa. Amen. Ndio. Kwamba wewe unaleta nini? Hili ni kanisa langu. Nilianzisha mimi. Kimwili tunasema ni kweli ni kanisa lako. Lakini tuingie kiroho zaidi. Hivi wewe una kanisa? Kuna mtu anaweza akawa na kanisa? Hapana. Amina. Hakuna mtu mwenye uwezo wa kuwa na kanisa. Wale watu wamenunuliwa kwa damu ya Kristo. Kwa hivyo wanategemea uwahubirie kitu fulani ambacho ni neno, sio mtazamo. Kwamba mimi ninaona ni hivi, ninaona jambo hili liko hivi. Sio unaona. Nabii amesemaje? Ndio. Neno linasema nini? Amen. 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 Lazima bibi harusi aunganishwe na. Atakuwa ni mkamilifu sana. Na anaweza akasema unajua kuna kitu nimekisema Jumanne si aliani Jumanne
si Juma yoyote vile. Kuna kitu nimekisema. Unajua kuna watu wanawali 10 wapumbavu. Wale wanawali 10. 5 ni wapumbavu, 5 ni wenye busara. Unajua kuna mtu anaweza tunasema hili kwa watu ambao hasa kwa faida ya watu ambao hawakuja, na nimesema kwamba ninajaribu kuunganisha tu pamoja. Yaani vile Bwana akanijalia kujaribu kuunganisha pamoja vitu ili ni hasa nimalizie kumbe huko. Mtu anaweza akaja mtu anaweza akasema unajua ile kundi la wanawake wapumbavu. Labda mtu anaweza akasema moyoni mwake kwamba mimi basi tu angalau niwe kwenye ile kundi la wanawake wapumbavu. Sasa niwe tu hata kwenye ile kundi la wanawake bila mpumbavu. Bora nataka niwe kwenye ile kundi la wale wanawake wapumbavu. Sasa hebu sikiliza. Hilo kundi usizani ni kundi la shilingi 50. Amen. Sio kundi la shilingi 50. Amen. Asiye. Takupata kitu kwamba kutakuwa na kuomboleza. Na ni nyakati 7 za kanisa sasa. Kutakuwa na kulia na kuomboleza. Nasoma nyakati 7 za kanisa. Wale wanawake waliolala watakuwa wakilia. Wao wanawakilisha kanisa lililokataa kupata mafuta. Ishara ya Roho. Katika taa zao alama ya mwili kama chombo cha mafuta. Mpaka ikawa imechelewa. Ikawa imechelewa. Si kwamba wao hawakuwa ni watu wazuri, hamna. Usiseme yule mwanawali mpumbavu atakuwa ni mtu wa ajabu, hamna. Wao walikuwa wanawali. Na hiyo lilionyesha hali ya juu ya uadilifu. Lakini wao hawakuwa na mafuta katika taa zao. Kwa hiyo watatupa nje ambapo kulikuwa na kulia na kusaga mimi. Sasa hili kundi la wanawake wapumbavu hili walikuwa ni watu waadilifu. Ndio. Amen. Ndugu, hili ni kundi la watu waadilifu. Wanawali, wanawali na bikira, wanawali. Huyu mtu ni mwanawali. Ndio. Lakini sema hakuwa na mafuta katika taa zao. Lakini walikuwa ni watu waaminifu sana. Kwa hivyo kama mtu hatakuwa na wazo la kwa katika bibi harusi kwamba afanye kitu anachotaka tu, hajifunzi kwenye hili kundi la awali, sababu hao watu watakuwa ni watakatifu. Naam. Ni watu ambao ni waadilifu mno. Mimi najua nabii alisema unakuwa na kundi la wanawake wapumbavu. Mimi hata nisipokuwa kwenye bibi harusi ninaomba niwe kwenye ile kundi la wanawake wapumbavu. Hawa ni waadilifu. Amina. Na mambo haya ni uteuzi. Ndio. Amen. Ukajifanya wewe bibi harusi. Haiwezekani hata kidogo. Hakuna mwamini hata mmoja ulimwenguni ambaye anaweza akajitahidi awe bibi harusi wa Kristo. Ni uteuzi. Amen. Hasa ni kama ni hivyo tukacheze. Tukakeshe diva. Tukapue kote ukatoe kwenye hizo klabu. Si klabu. Kwenye klabu. Ukakeshe huko ndugu kama ni hizo, kama ni uteuzi. Hapana. Mtu aliyeteuliwa anaheshimu neno hili. Na mtu huyu hataki kufanya mambo ya ajabu. Sababu yake ni kufanya jambo fulani zuri kwa ajili ya Bwana. Yaani mtu ukiona anafanya mambo ya kuweka ukama tu basi ni mwamini fanya ambaye ni asiamini au amejifanya. Lakini ninakwambia mwamini halisi ni shauku yake ni kufanya kitu kizuri daima. Amina. Amen. Shauku yake hataki kufanya mambo mabaya hata kidogo. Anataka kufanya kitu kizuri daima. Amen. Lakini wakujifanya ndio heshima. Nilisema hivi kuna wakati kwa ni rahisi hivi. Kamatia chini. Mtu huyu anayevaa kamatia chini, ni kamatia chini kweli. Anataka awe miongoni mwa ile kundi la bibi. Na ni mwamini. Sasa Mungu anisaidie. Mungu anisaidie sana nafanya nini ndani ndio wakati na kila mtu kuna kitu Mungu anamjalia kwa vitu vingine, mchungaji akihubiri vingine, si Dixon akihubiri vingine, akija hivyo vingine. Sasa mimi ndivyo niombee ndugu, kama ninakukwaza ndugu, kila siku akidaga anasema yale kwamba asikii tunaelewa, kwamba asikia kwamba hajui kwamba tunamsikia na tunamuelewa. Ndugu, ndivyo